Ninawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Kapi popote mlipo. Karibu kwa taarifa yetu ya siku ya leo. Jimboni Chopo, kikao cha bunge kilichoandaliwa Jumatano hii kupiga kura juu ya kumondoa gavana haikufanyika tena. Spika wa bunge la mkoa Mateus Kanga alitangaza hayo akiwa nje ya ofisi yake ambapo polisi walimunyima ruhusa. Jimboni Ituri, sekta ya utendaji wa kijeshi lilipongeza kuasi kwa wanachama watano wa kundi la kivita la Ketoma Lubanga. Luteni Jules Ngongo aliwaahidi msamaha wa jamhuri mara watakaporejea nchini. Na shirika la wamama Carrefour pour le développement du Grand Kasai unaonyesha kuwa hali ya mwanamke wa Kasai bado linaacha kuhitajika. Irene Mbombo, mratibu wake, alisema hivyo kulingana na azimio la 1325 la Umoja wa Kimataifa. Karibu tena kwa wote. Tufungue taarifa yetu na habari kutoka Chopo. Kikao cha wajumbe kilichoitishwa Jumatano hii ili kujadili na kupiga kura juu ya hoja ya kutokuwa na imani ya mkuu wa mkoa haikufanyika kama ilivyopangwa awali. Spika wa bunge la mkoa Mateus Kanga alitangaza hayo kwa waandishi wa habari wa eneo hilo hata akiwa nje ya ofisi yake ambapo polisi walimunyima ruhusa. Pale Ituri, jeshi la DRC, sekta la utendaji wa kijeshi lilipongeza kuasi siku 4 zilizopita kwa wanachama watano tena waandalizi wa vuguvugu la kisiasa na kijeshi wake kiongozi wa zamani wa kivita Toma Lubanga la CRP. Siku ya Jumatano, msemaji wa FARDC huko Ituri alitaka kuhakikishia maafisa hawa wa zamani wa CRP. Luteni Jules Ngongo aliwaahidi msamaha wa jamhuri mara watakaporejea Ituri na nchini Kongo kuchangia maendeleo ya jimbo. Luteni Jules Ngongo akifasiria kwenye microphone ya Martial Kizabiamungu. Kwa niaba ya gavana wa kijeshi wa Ituri Luteni Jemadari Luboya Nkashama Joni, tunaita wanamemba wa CRP kama tayari wamekwisha kuacha shetani ni sawa. Kama kuna mtu anaweza kuwashawishi kuunga kundi lingine ya kushika silaha ni kuleta uzuni kwa wakaji wa Ituri. Ituri inahitaji amani. Ituri inahitaji kimya. Tuko katika enzi la amani. Watu wameumizwa sana. Tuache vita ya ukabila, tuepushane pia na hali ya miaka 1999 na 2000. Murudi nyumbani, msiogope, mtakuwa na salama. Ni kwa maslahi ya Ituri na kushiriki katika amani na maendeleo ya jimbo. Kufanya hivyo mtakuwa wasujaa wa taifa na mtapata msamaha ya Jamhuri. Tukibaki katika habari za usalama, Kivu ya Kaskazini, hali ilikuwa ya wasiwasi Jumatano hii katika kijiji cha Kashebere ni ndani ya kikundi cha Luberike mtaani Walikale. Mlio wa risasi ilisikika katika maeneo hiyo. Vyanzo vyetu vinazungumzia kama ilikuwa jibu kutoka kwa waasi wa AFC M23 kufuatia madai ya shambulio la anga la jeshi la Kongo zidi ya nyazifa zao katika eneo hilo. Mapigano haya ambayo makundi ya wazalendo yanayoshiriki katika eneo hili la mpaka kati ya Walikale na Masisi yanaendelea kuhatarisha itifaki ya kusitisha mapigano iliyotiwa sahini hivi karibuni na serikali ya Kongo pamoja na waasi wa M23. Na mjini Kinshasa, wizi upya ulirekodiwa tena Jumatano hii, wakati huu katika wilaya ya Nsele. Duka la simu lilivamiwa na majambazi wenye silaha. Hakukukuwa na jeuri, lakini pesa na simu za mkono ziliibwa. Kumbuka tena, Alhamisi iliyopita wizi ungine ulifanyika katika tawi la benki la Rao Bank lililopo kwenye Place Victoire.
Tunajielekeza upande wa Kasai kuhusu mipango ya maazimisho ya miaka 25 ya azimio la 1325 la Umoja wa Kimataifa, muungano unaoitwa Carrefour pour le développement du Grand Kasai unaonyesha kuwa hali ya mwanamke wa Kasai bado inaacha kuhitajika. Katika mahojiano na Radio Okapi Jumatano hii, Bi Irene Mbombo, mratibu wake, alihakikisha hali hii kwa uwakilishi mdogo wa wanawake katika vyombo vya uamuzi, tena ongezeko la kesi la unyanyasaji zidi ya mwanamke na kiwango cha chini cha elimu ya wanawake. Kulingana naye, kutokujali na uelewa duni wa zana za kijinsia ni vikwazo kwa maendeleo ya wanawake katika eneo hili. Kuhusu tu mada hiyo, tunajielekeza upande wa Beni ambako mazungumzo ya mwanamke wa Afrika kwa amani na usalama katika ukanda wa maziwa makuu yalifanyika kuanzia Oktoba tarehe 14 huko Windhoek, Namibia, yakiwezeshwa na Umoja wa Afrika na kuungwa mkono na ONU Femme pamoja na MONUSCO katika ushirikiano wa kiufundi wa shirika la Ujerumani GIZ. Isabel Pendeza, kiongozi wa muungano wa CAFED, alieleza nia kwa simu akihojiwa na Papi Martial Mukeba. Tumekumbusha kwamba hakuna makubaliano ya amani yatakayofanikiwa bila ushiriki wa kweli wa wanawake na vijana, kwa kuwa wao wanawakilisha zaidi ya nusu ya idadi ya watu wa Kongo. Tunabeba sauti za watoto, wajane, wakimbizi wa ndani na wale waliotengwa. Tumesisitiza kwamba amani isiwe tu kusitishwa kwa mapigano, bali iwe mabadiliko halisi katika maisha ya wananchi, upatikanaji wa ardhi, elimu, huduma za afya na haki. Ndiyo maana tunaziomba Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika, SADC na washirika wote wa kimataifa waunge mkono mchakato wa amani unaoweka binadamu katikati badala ya kuzingatia tu michakato ya kisiasa na kiuchumi. Tumeomba pia pande zote kuheshimu makubaliano na ahadi zilizochukuliwa, kwa sababu tunaamini kwamba uzabiti unategemea pia uaminifu katika kutimiza ahadi hizo. Jueni kama wanawake wa Kongo walileta pendekezo la maelewano ya kudumu na wenzao wa nchi ya Rwanda, tena wakapendekeza programu za pamoja za kuzuia migogoro, kukuza uchumi wa amani na kupambana na matamshi ya chuki. Tunakuwa sasa katika mji wa Mbuji-Mayi. Kashfa ilizuka Ijumaa kuhusu habari za sheria. Kashfa ilizuka Ijumaa iliyopita kwenye kikao cha mahakama kuu ya Mweneditu katika mkoa wa Lomami. Mwendesha mashtaka wa umma alijiondoa kwenye benchi bila kibali cha presidenti anayeongoza kesi hiyo. Hata alivua falana yake nyeusi kutofurahishwa kwake mbele ya mahakama. Muamzi msimamizi wa mahakama kuu aliomba baraza kuu la mahakama kutumia sheria. Hata hivyo, mwendesha mashtaka wa umma alisema hatazungumza zaidi. Jueni kama Champion Kabamba Manga, hakimu wa mahakama kuu ya Mweneditu, alisema kusikitishwa na tabia iliyoonyeshwa na mwendesha mashtaka wa umma. Tunajielekeza sasa upande wa Maniema. Baada ya malalamiko kadhaa ya wazazi na wanafunzi, kijiji cha Lonyoma kwenye kilomita 78 kutoka Kindu sasa kina shule yake ya sekondari. Mwaka huu wa shule wa mtu binafsi amejenga shule ya kizungu inayoitwa Les Elites, lakini kulingana naye hadi sasa imekuwa ikifanya kazi kwa shida sana. Hivyo ametoa mwito kwa viongozi kuunga mkono mpango huu ili kuwasaidia watoto wa kijiji cha Lonyoma kuvuka ngazi ya shule ya msingi. Florence Kizalunga alikuwepo, anatupatia ripoti hii.
Mwanzilishi wa shule hii anaripoti kuwa watoto hawa wakiwa wengi wenye kusoma kwenye shule lake wanakabiliana na magumu mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa marfaa inaoweza kuwasaidia kukaa vizuri na kunufaika na elimu bora. Morisho Bongobongo Mufayungi: Kole moya secondaire tuko nayo hapa ku village yetu ya Lonyoma. Tellement que ni mwanzo tuko ma difficulté ingali mingi. Tuko ma difficulté voir même ma bâtiment kufanya batoto wakatasoma. Batoto biko mingi mais bâtiment iko kidogo na fa défaut. Fasi ya kuikala, matablo, ma difficulté iko za mingi sana. Mkuu wa shule Les Elites huko Lonyoma pia anasii mamlaka ya mkoa kupata hati zote za usimamizi. Pia analomba shule hiyo ipatiwe vitabu vya kianda. Nikirudi toka Lonyoma, Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi. Na katika jimbo la Tanganyika, watumiaji wa barabara ya Nyunzu Kongolo wanakabiliwa na kikwazo halisi. Barabara ya kufika kilimo imekuwa shida ya kweli kwa watumiaji. Matope, vizuizi barabarani, uchovu na mafadhaiko, madereva na waendesha pikipiki wanaishi kuzimu kila siku. Matokeo ya moja kwa moja inaonekana kuwa ni bei za mahitaji ya kimsingi zinapanda sana katika eneo la Nyunzu na Kalemi. Mwenzetu Blaise Makasi alisafiri sehemu ya barabara hii. Ripoti yake inatafsiriwa na Jean Désiré Kanyama. Nafasi nyingi katika barabara Nyunzu Kongolo, magari yanakwama ardhini, hali inayopelekea usafiri kuwaunga moyo madereva. Nafasi zingine katika njia hiyo magari mengine yanapata shida katika matope, na hapa ufahamu wa sheria za trafiki hautoshe. Inaomba ujuzi wa utembezaji, uvumilivu na hasa mbinu kwa kutembeza ajili ya kuchagua njia nzuri. Joseph Kakuji, mdereva mmoja wa gari kubwa, anashuhudia, ninamnukuu: barabara hii inayoenda hadi Kongolo haipitike. Inaomba dereva awe na ujuzi kwa kuondoka katika mashimo, na wakati wa mvua hakuna anayejaribu kutembeza katika barabara hii. Tunaomba basi wakuu wa kiserikali watengeneze njia hii, sababu tunasafirisha kutoka Kongolo chakula sawa mafuta ya ngazi, mwindi, ndizi na kadhalika. Mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, madereva wa pikipiki nao wanaguswa vibaya na hali hiyo. Wakisafirisha vitu vingi, wanaomba mshikamano wa wenzao. Kinyume ya hiyo, bei ya vifaa vya lazima ya kwanza vinavyoingizwa Nyunzu na Kalemi inapanda sana. Wapendwa wasikilizaji, karibu tena kwa kipindi cha pili cha taarifa yetu, naye Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Katika mtaa wa Beni, angalau watoto 5,000 wa askari wamekuwa wakipitia hali ngumu sana ya shule tangu mwaka huu wa shule. Wengine hata wameacha masomo kwa kukosa rasilimali. Je, tuchambue vipi hali hii na viongozi husika wanasemaje kuhusu hilo? Tunajadili hili na mratibu wa chama cha watoto wa wanajeshi walio vitani kwa kutafuta amani, Serge Liwela, anazungumza na Mark Marofimbo. Serge Liwela, jambo. Jambo sana. Wewe ni mkurugenzi mkuu ya kikundi ya watoto ya wajeshi ambao wanapatikana kunako mstari ya mapambano. Leo unakuwa na taswira gani ya maisha ya watoto wale wayatima na hata watoto wajeshi wale wakiangali hai? Asante sana bwana journalist. Kwa siku ya leo unaona tunakuwa katika periode ya rentrée scolaire. Tuliweza kufanya ma-enquête na tukeproduire rapport kuhusu rentrée scolaire ya watoto ya wajeshi katika eneo yetu ya Beni, na tukeweza kuorojesha katika mji wa Beni au moins zaidi ya 5,000 ya watoto ya wajeshi ambayo wanakuwa na shida ya kwenda katika masomo. Wote ni wayatima? Katika hao tunasema 90% wanakuwa wayatima na wengine wana wazazi, lakini na maproblem unaona wanatoka katika vita, wengine wanakimbia kutoka katika migine ambayo iliweza kutekwa nyara na maadui. Mulijaribu kutafuta taswira wanapatikana sana kabisa wapi ndani ya mji wa Beni? Ndani ya mji wa Beni watoto hao kwa wingi wanapatikana ndani ya camp militaire inayokuwa kule Mambango General Shiko, na wengine wanapatikana hapa karibu na kaya Ozakaf, aux alentours ya Ozakaf.
wengine wanapatikana pembeni ya meri, wengine katika maeneo mbalimbali, nafasi mingi kabisa katika mugine ya Beni. Kama pia mkurugenzi ya hii kikundi wala shirika hii ya watoto wa jeshi ambao wanapatikana ndani ya mapambano kwa mstari ya mapambano, mlijaribu kuongea na viongozi kuhusu hali ya watoto wale? Ndiyo, tumeweza jaribu kuongea na viongozi kuhusu hali yao. Kwanza tukiongea na mkubwa wa Sekas anayekuwa charge vraiment na social ya watoto wa wajeshi, na akiweza kutuambia anaona hilo shida na ana haja ya kusaidia hilo shida, lakini anakosa moyen, hana pesa ya kuweza kusaidia ile kitu. Na tukiweza kuona pia mkubwa wa secteur opérationnel General Mugisa naye akiweza kusema anaona, anajua ile na iko naendelea kupigana ili aangalie balete jinsi aweze kusaidia hao watoto. Kwanza paka sasa hakuya kuwa franga ama namna fulani yenye anaweza fanya juu aweze kusaidia hao watoto. Lakini kama pia mkurugenzi na msimamizi ya wale watoto, unafikiri nini naomba ifanyike kwa haraka kama pia aliko ya dharura ili watoto wale washindikizwe kimasomo wala kielimu? Kwa haraka naweza ambia viongozi waweza kufanya masomo kwa watoto wa jeshi iwe bure, hata kwenye maekole privé. Fasi yote kwenye mtoto wa jeshi anaweza kupatikana, baweze kufanya, aweze kusomea pale. Kama anakuta ekole pembeni yake atekwe privé, aweze kusomea pale bila kulipa. Mtu akisema iko mtoto wa jeshi aweze kuingia kwa masomo hata kwa ekole secondaire, basi mulipishe, kwani anapitia mashida mingi na wazazi wanayokuwa mbele kwenye vita wiko na haja kusikia watoto wao wiko naenda kwenye masomo. Na wale walioacha shule kwa sababu moja wale wengine, hali yao ni namna gani? Kuna walioacha shule kwani wanakosa jinsi, wakipata pesa, wakipata jinsi ya kwenda kwa masomo watarudia masomo, na wengine wanakosa vyombo vya masomo. Kukikuwa ma organisation zinaweza kuwa na nguvu ya kusaidia kuhusu vyombo vya masomo, inaweza kuja nayo kusaidia hao watoto, itakuwa kitu kia maana, tuweze kuendelesha mji yetu Kongo mbele. Serge Liwela, tunakushukuru sana. Asante sana. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika jimbo la Tanganyika, kampeni kubwa ya chanjo ya homa ya manjano inaandaliwa katika maeneo ya afya ya Moba, Kansimba na Kongolo. Chanjo inalenga watu wenye umri wa miezi 9 hadi miaka 16. Kampeni hiyo inaandaliwa na serikali ya Kongo pamoja na washirika wake wakiwemo UNICEF na shirika la afya ulimwenguni OMS. Taarifa ya Paulin Munanga. Daktari mkuu wa eneo la afya la Kansimba, tarafa la Moba, anasisitiza kuwa vituo vya kupewa chanjo huwekwa katika maeneo fulani ili kuruhusu kila mtu kupata chanjo, na siku 2 au 3 baadaye vituo hivyo huama. Daktari Gustave Kabezia anafafanua kuwa chanjo hiyo ya homa ya manjano inadungwa kwenye mkono wa kuume. Anahimiza idadi ya watu kupata chanjo. Huko Kongolo, kampeni ilizinduliwa katika eneo la afya la Keba. Kulingana na daktari mkuu wa eneo la afya, homa ya manjano ni mbaya na inaweza kuambukiza mtu yeyote bila ubaguzi. Bila kutoa takwimu, alieleza kuwa eneo la afya la Kongolo limeripoti visa vingi vya homa ya manjano katika jimbo la Tanganyika, kulingana na daktari Jean-Pierre Kisubi. Hebu tumsikilize. Zone de santé ya Kongolo njo ya kwanza muko notifie maka ya fièvre jaune. Seke muzone de santé ya Kongolo bantu beko nakufa sana na magonjwa. Purke uyuwe asema bantu beko nakufa na hii magonjwa, ni ufike kwa hospital uyuwe bale bantu beko nakufa kwa siku, utayuwe asema réellement bantu beko nakufa. Na kama tunapenda leo tukuye hapa Keba kwa sababu aire de santé ya Keba inakuwa ya pili muzone de santé ya Kongolo kuwingi ya watu. Ndiyo maana tulipenda leo kama bantu ya Keba deja bamingi banakuwa vaksine, ni proportion munene ya zone de santé ya Kongolo bale banakuwa vaksine. Kwa upande wake, makamo wa administrator wa tarafa la Kongolo anayeshughulikia na mambo ya siasa na utawala aliwaeleza wananchi umuhimu wa kampeni hii ya chanjo. Godefroy Lukingama: nyinyi wakaji wa Keba, amuna na droit ya erreur ya kurate hii vaccin. Nyinyi wote wakaji wa ile miaka
tangia miezi 9 mpaka miaka 60 mutapata ile vaccin contre la fièvre jaune. Tuko na lazima ni uzima wa watu tunawaletea vaccin contre la fièvre jaune. Ni vizuri sisi wote, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tupokee ile chanjo. Kampeni hii ya chanjo kubwa dhidi ya homa ya manjano imechukua siku 10. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Tunafika mwisho kabisa wa taarifa hii. Tunawashukuru kutufuata mahali pote mlipo. Ufundi ulishikiliwa na Pierre Diasinwa pamoja na Jean-Claude Nsiala. Habari hizi zilitayarishwa na Elize Chikota pamoja na Richard Junior Kamunga. Upande mwingine Alain Irung Moshinj pamoja na Jude Mister ndio waliongoza taarifa hizi.